Mwalimu Juma alikuwa mwalimu wa shule ya msingi Mapambano. Kwa miaka mingi alijulikana kwa umahiri wake wa kufundisha hisabati na tabia yake ya upole. Alikuwa na mshahara wa kawaida, lakini kwa sababu alikuwa mtu aliyesoma pekee kwenye ukoo wao, kila mtu alimtazama yeye kama benki inayotembea. Yote yalianza pale kaka yake mkubwa Mzee Chuma alipofika nyumbani kwa Juma akiwa na begi lake akisema, "Mdogo wangu, kule kijijini hali ni ngumu, nimekuja nipumzike kidogo hapa mjini." Baada ya wiki mbili, dada yake naye akafika na watoto 4. Kisha wakafuata binamu na wapwa. Kila Juma alipojaribu kuuliza, "Je, hamuoni ni vyema mtafute kazi ndogondogo za kufanya?" Majibu yalikuwa yale yale. "Juma, una roho mbaya. Unatubagua kwa sababu wewe ni mwalimu? Unataka ndugu zako tukajidhalilishe kwa kazi ngumu wakati wewe una ofisi? Elimu imekupa kiburi, unatuona sisi ni takataka." Kwa kuogopa kuitwa mwenye roho mbaya, Juma alinyamaza. Alikuwa ananunua magunia ya mchele kila mwezi, analipia umeme na maji yanayotumiwa na watu 20 na kutoa pocket money kwa watu wazima wenye nguvu zao ambao walikuwa wakishinda sebuleni wakitazama tamthilia na kusubiri chakula cha mchana. Mke wa Juma alijaribu kulalamika, lakini Juma alimnyamazisha kwa kusema, "Vumilia, ni ndugu zangu, siwezi kuwatupa." Hata hivyo, hakuna hata ndugu mmoja aliyekuwa akishiriki hata kufagia uwanja. Waliamini kuwa mali ya Juma ni mali ya ukoo. Siku zilisonga na hatimaye siku ya kustaafu kwa Mwalimu Juma ikafika. Siku hiyo kulikuwa na sherehe kubwa nyumbani kwake. Ndugu walikula na kunywa wakijua kuwa donge nono la kiinua mgongo linakuja. Mwalimu Juma alipopata fedha zake za kustaafu, aliamua kufanya kitu cha busara. Alijua hana nguvu tena ya kufundisha tuition, hivyo alinunua mashine kubwa ya kusaga na kukoboa nafaka. Aliamini mashine hii ingemuingizia kipato cha kumwezesha kula uzeeni na kuendelea kuwahudumia wale ndugu zake. Lakini tatizo lile lile liliendelea. Ndugu walileta mahindi yao kusaga lakini hawakulipia, wakisema, "Hii ni mashine ya ndugu yetu." Mwana wa kaka yake alipewa jukumu la kuisimamia, lakini alikuwa akiiba pesa za wateja wengine. Mashine ilipohitaji matengenezo na mafuta, Juma hakuwa na akiba tena, maana pesa zote zilikuwa zimeishia kwenye kulisha ukoo uliokuwa umejaa pale nyumbani kwake. Baada ya miezi 6, mashine ilizidiwa, vipuri vilichakaa, mafuta yakakosekana na mwishowe injini ilikufa. Mashine ikabaki kuwa gofu uwani. Pale mashine ilipokufa na Juma kuanza hata kukosa hela ya kununua sukari, ndugu wale walianza kuondoka mmoja baada ya mwingine. Mwalimu sasa amekuwa mchoyo, hata chai ya asubuhi haina sukari, walinong'ona. Wale aliowalisha kwa miaka 30 walimkimbia na kumuita mzee mwenye gundu kwa sababu mashine yake imeharibika. Juma alibaki amekaa kwenye kiti chake cha kizamani, akitazama lile gofu la mashine. Akagundua kuwa kwa miaka yote hiyo hakuwasaidia ndugu zake, bali aliwaharibu. Aliwafundisha kuwa tegemezi badala ya kuwafundisha kuvua samaki. Hadithi hii inatufundisha kuwa kusaidia ndugu ni jambo jema, lakini kulea uzembe ni kujichimbia kaburi la umaskini. Wema usio na mipaka ni sumu inayoua maendeleo ya anayesaidiwa na anayesaidiwa. Ni lazima kila mtu aelewe kuwa maisha ni juhudi binafsi. Wema usizidi uwezo wako na acha kila mtu ale kwa urefu wa kamba yake. Urefu wa kamba yako ndiyo kipimo cha jasho lako. Ukijaribu kula kwa kamba ya mwingine, siku hiyo kamba itakapokatika utaanguka vibaya. Mtunzi na msimulizi naitwa Waziri Isa.